Tangu jadi kuna watu wenye utu na wasio na utu. Jamii ya binadamu wamekuwa na mioyo safi na kuna wale wasiokuwa na mioyo safi. Niliona katika kijiji kuna wasichana wanatembea tu, wamemaliza shule, wengine wamedrop shule, wamezalia kwa nyumba. Nikaona wako katika hali ambayo ipendezi kijiji, naona kama wataenda kuwa katika maisha ya kuharibika. Tukakaa pamoja na mume wangu, tukaona ni vyema tuchukue hao wasichana tuwaweke katika nyumba yetu hapa na tuwafundishe courses kama hii ya kushona, cherehani, manguo, ili wawe busy, wasiwe na wakati wa kutoka. Kunao wanaotoa msaada ilhali kunao wasio safi mioyoni na wasio tayari kutoa msaada wa aina yoyote. Mimi ni Askofu George Chore Otengo. Hapa ndipo nyumbani katika kijiji hiki cha Sirikwa. Nimekuwa mchungaji kwa miaka mingi na pia missionary sehemu za Uganda. Na kwanza kabisa nilipofuzu katika chuo cha Biblia na nikakuwa posted kwa kanisa maeneo haya ya nyumbani Cherengani na pia Trans Nzoia. Nilikuwa na msukumo wa kuona kwamba vijana ambao hawana uwezo na wanaotoka katika jamii ambazo pia hazina uwezo na wengine wale ambao pia wazazi wamewatelekeza, nilisikia msukumo wa kuwasaidia wawe na kitu cha kufanya kimaisha. Mzee huyu mwenye haiba amekuwa na moyo wa kuwasaidia watu tangu akiwa chuo cha kidini. Nikajikuta kwamba ni mgali na huo msukumo wa kufikia vijana, na ongezeko la vijana kukaa idle, vijana kuvuta bangi, kwenda kwa ulevi na wengine kujihusisha kwa kuuza madawa ya kulevya. Nikasikia nina uchungu, nikasikia nina msukumo kwamba vijana hawa wanastahili kusaidiwa. Japo kuwa serikali yetu mara nyingine katika majukumu mengine ni vigumu kuwafikia, lakini pia ukiwa na moyo wa kufanya kitu kwa jamii na kupeana kwa jamii, bila shaka unajisikia kufanya. Alimwambukiza mkewe akawa kama yeye. Tulianzisha kwanza mwaka wa 95, tukawa na wale wakaenda, lakini kwa sababu ya challenges tukawacha. Lakini sasa last year ndio tulifikiria tena tuifufue na tukaifufua. Ndiposa sasa tuko na wanafunzi. Ile ya kwanza ya 95 tulikuwa na watoto 20 wasichana, wakaenda wakafanikiwa wakaenda, lakini kwa sababu nimesema challenges tukawacha. Lakini wakati tumefufua last tukawa na wasichana 30 wakagraduate wakaenda. Sasa hivi wengine wanafanya kazi zao za mikono. Tumekuwa na wasichana ambao wamekuwa hapa kwa mwaka mmoja, kuwapa skills za kufanya kazi ya mikono. Na kazi ya mikono ni mambo ya kuwafundisha hali ya kushona nguo, hali ya urembo na hali ya maisha yao katika nchi na katika kijiji na katika maeneo yao. Haswa Gilda Kamams, sio tu kuwapa skill peke yake ndio tunafanya. Pia kwa muongozo wa msingi wa neno la Mungu tunawapa provision ya guiding and counseling and especially discipleship. Alibadilisha makao yake nyumbani kwake kijijini ikawa ndio chuo cha kuwasaidia kina dada. Wengi wa wasichana hawa ambao tunawahudumia ni wale wasichana ambao wengine walioleka katika hali ya uchanga bila kujua hali ya ndoa, na walipofika kule maisha yakawachapa, hawangeweza kukua kule, ndoa haikushikilika, wakatupiliwa mbali, wakarudi nyumbani, na mara wengine wakaingia kwa majaribu hata ya kuuza pombe, kuuza bangi kwa sababu hawana la kufanya. Lakini walipokuja hapa katika mwelekeo wa neno la Mungu na kuwatia na kuwakaza moyo, waliwacha zile tabia na ile mienendo, basi wamerudi nyumbani kwao wakiwa watu ambao serikali inaweza kuwakubali, kijiji kinawakubali na wazazi wanawakubali. Mbali na kuwapa kina dada matumaini, wataalamu hao nao
wanapata ajira. I'm privileged to be here because I empower the students and making them to feel a home away from home. And I'm so much humbled to take a cosmetology part, also in the part of beauty and hairdressing. And I'm so much glad it has empowered me personally, taking a way out of bringing a life to the family. Nilikuja hapa kufunza wanafunzi sababu nimesomea taaluma ili niwapatie kitu ambayo watakipata kesho hii iweze kuwasaidia. Na kwa wanaonufaika na ukarimu huu, nilikuja hii shule tarehe 19th January hii mwaka na ninatoka Karaus. Na nilikuja background haikuwa nzuri, ndio maana niliamua nijiunge na hii shule ya Gildak. Then I'm taking the course of hairdressing and beauty therapy yenye nimejua huko mbele itanifaidi mimi. Nitafanya bidii ili nipate place yangu ya kufanya kazi yangu na tena kusaidia jamii. For now, nachukua hii course ya beauty therapy and hairdressing. Napambana ili Mungu akiniwezesha in future at least naweza kufungua salon yangu, niwe nasuka watu na napata pesa yangu ya kujitegemea. Kunao wanaojivunia kuwa na ukarimu huu. Nashukuru Mungu nikapata Gildak. Hadi sasa niko Gildak, nimekaa Gildak kwa upendo. Kutokea kwa maisha yangu nishaitamani sana kupata chance kama hii, but sikuwa nimepata. Sasa nimepata, nashukuru Mungu. Life at least imeanza kuchange juu pale nilikuwa chini, but sasa najisikia. Hauwezi toka bure. Hata kama umefungua hapo hiyo, hata hiyo shilingi 10 unasikia hiyo huwezi kosa kupata. Na huwezi funga kazi hiyo siku kusema ati na leo nimetoka bure, hata leo sijapata chochote. Ni lazima mpaka upate mpaka customer kuje ni mmoja, utamhudumia, umshuke, ufanye nini, ABCD, unapata kitu kidogo. Kunao mipango mbioni ili kuwasaidia sio tu kina dada bali pia hata wanaume. Director aliamua tuanze na ladies kwanza, alafu ndio maybe next year tuta grow up. Tukipata sponsor nini na nini, alafu tuta grow up kidogo. Kwa hakika mtu hawezi kujitolea moyoni mwake na kubadilisha boma lake namna hii na kuweza kuwafunza kina mama wasichana ambao hawana matumaini na kina mama ambao wanakaa bure nyumbani ili kuweza kupata taaluma na ujuzi wa kuweza kujua kazi ya mikono na hatimaye wafungue biashara yao binafsi na kisha waweze kupata mkate wa kila siku. Shaban Ndege, SNTV, Cherangani, Trans Nzoia.